Ishi ndilo linabadilisha maisha yako. Yesu alikuwa ni mwalimu wa ajabu sana. Alikuwa anatumia mifano iliyo hai ya jamii aliyokuwa anaihudumia. Alikuwa anahudumia jamii ya wakulima, alikuwa anahudumia jamii ya wavuvi. Kwa mifano yake mingi alikuwa anatoa katika maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma maandiko matakatifu yote kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, sio kila kitu unachokisoma ni literal, yani ndivyo ilivyo. Kuna vitu vingi sana unavisoma ambavyo ni lugha ya mfano, ambayo mwandishi ametumia lugha ya mfano ya kitu cha kawaida katika jamii ambayo yuko, kwa ajili ya kuzungumza kanuni fulani ya ufalme. Kwa kanuni ya kupanda na kuvuna sio kanuni ya kwenda kukusanya maharage nyumbani kwako na kwenda nayo shambani. Sicho ambacho neno la Mungu linafundisha. Lakini unapoelewa jinsi ambavyo maharage yanapandwa na yanafika mpaka kwenye mavuno, yanapandwa yanafika pako kwenye mavuno, ziko kanuni za ufalme au namna ambavyo huu ufalme unafanya kazi, utaelewa. Hii kanuni ya kupanda na kuvuna au nguvu ya mbegu ambayo ndio imezaa vitu vitatu. Moja ni fumbo. Fumbo ni kitu ambacho hakieleweki. Fumbo hulielewi, tunafundisha ili tuelewe. Lakini vile vile hii kanuni ni hekima ya ufalme wa Mungu. Hekima ni namna ya kuishi, namna ya kufanya ili iweze kuzaa matokeo kusudiwa. Na hekima sasa ni nini? Lile fumbo linapofumbuliwa, unapoishi sawa na kile ulichoelewa, inaitwa hekima. Ikiitwa hekima, unaanza kuvuna matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana.